nimesikia maneno ya wanasiasa kunyimwa mshahara, walimu waongezee, madaktari na kadhalika. Kwanza nataka wale wanasiasa wenye walisaini finance bill iumize wa Kenya au wapunguziwe mshahara kabisa. Mshahara itoshane kama ya mapolisi, ikuwe 18,000. Na wale kwa sababu wao wanasiasa, nimenotice hao watu wanajifikiria tu. Unapata mwanasiasa kazi yake ni kukula tu pesa na hakuna kazi yenye amefanyia wananchi. Unapata mwanasiasa kuna makalio kubwa na ni mwanaume, mpaka unajiuliza huyu jamaa hii makalio yake inakuwa kubwa juu anafanya kazi ama kazi ni kukaa tu kwa ofisi. Hao watu wakatwe mshahara kabisa. Walimu ni watu wa maana sana. Nao ndo wanafanya hadi sasa hivi tunaweza simama hapa tuongee kwa sababu ile lugha kidogo yenye walitufunza. Kama unajua ulisaini finance bill umize wa Kenya, hauna bahati. Kwanza nyinyi hatuwezi wasamea. Tumewamark na tunawajua. Munaenda nyumbani mkiendanga. Hatutakubali wanasiasa wapitishe tu vitu kiolela olela. Umiza wananchi na sisi ndo tuliwachagua. Hiyo hatuwezi kubali. Hii Kenya ni ya Wanakenya wote. Si ya viongozi wachache wenye wanajifikiria wao tu na matumbo yao. Alafu hii siasa yao ya Waluya sijui Western. So mimi nikiangalia Waluya sijui nini na kuanga mbaya na nyinyi. Hata tukiangalia huku kwa bunge ya muelewani, kwa uongozi pia mnalimana. Naona Salasia na lima Sifuna amenyamaza. Wanasiasa mnalimana wenyewe kwa wenyewe. Lakini mimi naweza sema hiyo ni furaha yangu. Mimi Kenya inanihusu ni Mkenya afanyiwe kazi. Wanasiasa mkipenda mukipenda mulimane mangumi, hata mukipenda muuane, hiyo ni shauri yenu. Hiyo nini hainihusu. Kenya inanihusu ni vijana wamepewa empowerment, Wakenya wamefanyiwa kazi. Hiyo ndo kitu ambacho tuliwachagua mfanye. So hizo maneno ya vita yenu nyinyi msitulete. Hata sisi tukihitaji shida zetu zitatuliwe, huwa msimami na sisi.